Saddam Hussein alikuwa rais wa Iraki mwaka 1979 mpaka 2003. Aliongoza kwa mkono wa chuma, akapigana vita vya Irani na Iraki na kuivamia Kuwait. Mwaka 2003 Marekani ilimuondoa madarakani, akakamatwa, akahukumiwa kifo na kunyongwa. Historia ya Saddam Hussein imegubikwa na matukio mengi sana ya kila aina, lakini leo naomba nikupe tukio moja la kihistoria likimhusisha Saddam Hussein na wizi wa pesa sawa na dola bilioni 1 za Kimarekani, na hii inamfanya kushikilia rekodi ya dunia ya kuwa mwanadamu wa kwanza kuiba pesa nyingi zaidi. Na tukio zima la wizi lilifanyika kwa njia ya amani. Karibu tujifunze historia pamoja. Mwezi Machi mwaka 2003, jua lilikuwa likichomoza juu ya mji wa Baghdad, lakini kivuli kizito cha vita kilikuwa kikitanda kila kona ya mji huo. Watu walikuwa wakizungumza kwa hofu. Marekani ilikuwa mbioni kuivamia Iraq na hatima ya Saddam Hussein ilikuwa haijulikani. Lakini katikati ya taharuki hiyo, tukio moja la kushangaza lilikuwa linapangwa: wizi mkubwa zaidi wa pesa taslimu katika historia ya dunia. Siku ya Machi 18, 2003, Saddam Hussein, rais wa kiimla wa Iraki, alikaa kimya katika jumba lake la kifalme, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye ramani ya taifa lake. Aliwaza kwa kina. Vita vinakaribia na kuna hatari ya kupoteza kila kitu. Bila kupoteza muda, alimuita mwanawe wa kiume Qusay Hussein na kumpa maagizo maalum: kesho kabla jua halijachomoza, nenda benki kuu ya Iran, chukua kila senti iliyoko humo. Qusay, aliyekuwa mlisi wa Saddam Hussein, hakusita hata sekunde moja. Alijua baba yake hakutoa maagizo ya bure. Usiku huo haukuwa wa kawaida. Karibu na benki kuu ya Iraki, marori mazito yalikuwa yamepangwa tayari yakisubiri amri ya kupakia mzigo wa samani kubwa. Qusay, mtoto wa Saddam Hussein, alifika akiwa ameandamana na walinzi wake waliokuwa wamevalia suti za gharama kubwa, huku bunduki zao za dhahabu zikimetameta katika mwangaza hafifu wa alfajiri. Mkurugenzi wa benki hiyo alipigwa na butwaa alipoletewa barua rasmi iliyosainiwa na Saddam Hussein mwenyewe. Maagizo yalikuwa wazi: toa pesa zote bila kuuliza maswali. Hakukuwa na nafasi ya kupinga. Saddam alikuwa mfalme wa Iraki. Maboksi makubwa ya mbao yalianza kubebwa moja baada ya jingine. Noti mpya za dola za Kimarekani zilikuwa zimejaa hadi kufulika, zikinukia wino safi kutoka kwenye mitambo ya uchapishaji. Ilikuwa saa 3 tu na dola bilioni 1 zilikuwa tayari zimesafirishwa. Baada ya wizi huu wa kisasa, hakuna aliyejua pesa zilipokwenda. Baadhi ya ripoti zilidai kuwa zilihifadhiwa katika majumba ya kifalme ya Saddam Hussein. Wengine walizani zilihamishiwa Uswizi au nchi za Kiarabu kwa akaunti za siri. Lakini ukweli ni kwamba pesa hizo zilipotea kama upepo. Siku chache baadaye, Aprili 9, 2003, vikosi vya Marekani vilivamia Baghdadi kwa kishindo. Mnara wa Saddam Hussein ulianguka na maelfu ya watu walimiminika mitaani kushangilia. Lakini huku ghasia zikiendelea, sehemu ya pesa zilizokuwa zimeibwa zilianza kujitokeza.
Askari wa Marekani walipoingia kwenye jumba moja la kifalme walikuta dola milioni 650 zimefungwa katika masanduku. Walishangaa, nani alikuwa amesahau pesa hizi hapa? Walikusanya noti zote na kuzihifadhi kwa usalama. Lakini bado zaidi ya dola milioni 350 zilikuwa hazijulikani zilipo. Baada ya Saddam Hussein kupoteza mamlaka, Hussein na kaka yake Uday Hussein walikimbilia Mosul wakiwa na matumaini ya kupanga mashambulizi ya kurudisha utawala wao. Lakini Julai 22 mwaka huo wa 2003, vikosi maalum vya Marekani vilipata taarifa kuhusu maficho yao. Ilianza kama siku tulivu, lakini ghafla helikopta za kivita zilivuma angani, risasi zikaanza kulindima na jengo lilimokuwa likashambuliwa kwa masaa 3 mfululizo. Mwisho wa mapambano, miili ya Hussein na Uday Hussein ilikuwa imelala sakafuni na safari yao ilikuwa imefikia tamati. Miezi michache baadaye, Disemba 13, 2003, Saddam Hussein alikamatwa akiwa amejificha ndani ya handaki dogo lililojaa vumbi. Alikuwa mchovu, blosha zake zikiwa chafu, huku ndevu zake zikimfanya aonekane mzee kuliko kawaida. Alifunguliwa mashtaka na kuhukumiwa kifo. Mpaka leo sehemu kubwa ya pesa zilizoibiwa hazijawahi kupatikana. Wengine wanadai kuwa maafisa wa zamani wa Saddam Hussein waligawana pesa zile, huku wengine wakiamini kuwa zilihamishwa nje ya nchi kupitia akaunti za siri. Uwizi huu unasalia kuwa moja ya matukio makubwa na ya ajabu zaidi kuwahi kutokea katika historia ya dunia. Tukio la wizi huu lilifanyika kwa njia ya amani, bila risasi, bila kelele, bila mlango kuvunjwa. Dola bilioni 1 zikatoweka machoni pa watu wote. Sehemu ya pesa alizoiba Saddam Hussein, takribani dola milioni 650 zilipatikana na jeshi la Marekani katika jengo moja la kifalme mjini Baghdad mwaka huo 2003. Hata hivyo, zaidi ya dola milioni 350 hazijawahi kupatikana. Kuna uvumi kuwa pesa hizo zilisafirishwa nje ya Iraki kupitia akaunti za siri au zilichukuliwa na maafisa wa zamani wa utawala wa Saddam Hussein. Mpaka leo hatima ya pesa hizo bado ni siri. Hakuna ajuaye pesa hizo zilipo mpaka sasa. Muandaaji na msimulizi wa stori yako ni Adini Mfungo.